Daudi, mimi ni mama yako. Wewe sio mama yangu, niache. Daudi alikuwa kijana wa kwanza kuzaliwa katika familia ya Mzee Juma na Mama Asha. Kijiji kizima kilimfahamu kama kijana mwenye bidii na heshima. Alipokuwa mdogo, alikuwa akiwasaidia wazazi wake shambani, akilisha mifugo na mara nyingine kupeleka kuni kwa majirani. Wazazi wake walijivunia sana, wakisema, mwanetu atakuwa mfano wa kuigwa. Hata walimu shuleni walimpenda kwa sababu hakupenda vurugu. Miaka ikasogea, Daudi sasa alikuwa kijana aliyekomaa, mwenye nguvu na sura ya kuvutia. Wasichana wa kijijini walimtamani, lakini yeye hakuwahi kuonesha mapenzi kwa yoyote. Wazazi wake waliamini atakapochagua, atachagua mke mwenye heshima na maadili, lakini hatima ya maisha mara nyingi huja tofauti. Siku moja jioni, wakati jua lilipokuwa linakaribia kuzama, Daudi alikutana na msichana mgeni aliyekuwa anatembea taratibu kando ya barabara ya vumbi. Alikuwa amevalia gauni la bluu lililong'aa, nywele zake zikiwa zimepangwa kwa ustadi na macho yake yakiangaza kana kwamba yalikuwa na siri. Alijitambulisha kwa sauti ya kuvutia, "Jina langu ni Zainabu." Daudi alihisi moyo wake ukipiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Kwa mara ya kwanza maishani hakupata maneno ya kusema, alibaki akimtazama tu. Kuanzia siku hiyo, Daudi alianza kumtembelea mara kwa mara. Kila mara walikutana chini ya mti mkubwa wa mwembe karibu na kijiji. Walizungumza mambo mengi, ndoto za maisha, mustakabali na mapenzi. Zainabu alimchekesha, alimpa tumaini na Daudi akahisi amepata mtu wa roho yake. Alipoenda nyumbani, mama yake alimtazama na tabasamu, akasema, "Mwanangu, mbona siku hizi umetulia na unafikiri sana?" Daudi alijibu kwa aibu, "Mama, nimepata rafiki tu." Lakini ndani ya moyo wake alijua huyo hakuwa rafiki wa kawaida. Kadiri siku zilivyopita, uhusiano wao ulizidi kukua. Daudi alianza kumpa Zainabu ahadi kubwa, "Nitakupenda milele, nitakujengea nyumba kubwa, tutakuwa na watoto 4, 2 wavulana na wasichana 2. Nitakufanya malkia wa moyo wangu." Zainabu alimtazama na macho yake ya kuvutia, akamshika mkono na kusema kwa sauti ya upole lakini yenye msisitizo, "Daudi, ikiwa kweli unanipenda, lazima unithibitishie. Si kwa maneno tu, bali kwa vitendo." Daudi alitikisa kichwa, "Niko tayari kwa kila kitu." Ndipo taratibu maneno ya Zainabu yakaanza kubadilika. Usiku mmoja walipokuwa wamekaa, alimtazama na kusema, "Daudi, wazazi wako hawataweza kunipenda. Wao ni kizuizi cha mapenzi yetu. Wanapenda kukutawala, hawatakubali mwanamke kutoka nje ya mila zao. Ukiniamini, lazima uwe tayari kufanya chochote ili tusiweze kutenganishwa." Daudi alishtuka. "Unamaanisha nini?" aliuliza. Zainabu akainama karibu na sikio lake na kunong'ona, "Mapenzi ni dhabihu, na dhabihu kubwa zaidi ni kutoa kile ulichonacho cha thamani. Ikiwa kweli unanipenda, wazazi wako lazima waondoke. Wao ndio kizuizi chetu." Daudi alitetemeka. Alimwangalia Zainabu kana kwamba hakumfahamu tena. Lakini alipoona macho yake ya kuvutia, moyo wake ukavurugika. Hakupata jibu. Alirudi nyumbani usiku ule akiwa na mawazo mazito. Alipofika, aliwakuta wazazi wake wakiwa wanakula chakula cha jioni. Baba yake alimkaribisha, "Karibu mwanangu, njoo ule nasi." Mama yake akamuuliza kwa upendo, "Leo hukutabasamu, umekosa nini?" Daudi alibaki kimya, akaketi, lakini hakula vizuri. Alitoka nje akawa anatembea akijiuliza, je, kweli wazazi wake ni kizuizi cha upendo wake? Siku zikapita na shinikizo la Zainabu likazidi. Kila walipokutana alimwambia jambo lile lile, "Ikiwa kweli unanipenda, waondoe. Nipe ushahidi wa mapenzi yako." Daudi akawa na hasira nyumbani, akiwajibu wazazi wake vibaya. Siku moja baba yake alimuuliza, "Daudi, kwa nini siku hizi hutaki tena kukaa nasi? Ni nini kinachokusumbua?" Daudi akasema kwa ukali, "Ninyi hamuelewi, hamjui ninachopitia. Ninyi mnataka kunizuia nisipate furaha yangu." Baba yake akabaki kimya, lakini macho yake yalionyesha huzuni. Zainabu hakukoma. Siku moja alimpeleka Daudi kwenye nyumba ya ajabu pembezoni mwa kijiji. Nyumba ile ilifahamika na watu kama sehemu yenye historia ya kishirikina. Ndani kulikuwa na mishumaa iliyokuwa ikiwaka na harufu nzito ya uvumba. Daudi alihisi baridi ikimpita mwilini. Zainabu akamwambia, "Hapa ndipo utakapothibitisha mapenzi yako. Ukifanya hivi, tutaunganishwa milele. Hakuna atakayetutenganisha." Daudi alitetemeka. "Unataka nifanye nini?" akauliza kwa sauti ndogo. Zainabu akamkaribia, akashika mikono yake, macho yake yakimwaka kwa nguvu za ajabu.
utaleta damu ya wale wanaokuzuia, wazazi wako. Ukifanya hivyo, utakuwa wangu daima. Daudi aliondoka pale akiwa na hofu na mkanganyiko mkubwa. Usiku ule, alipoingia chumbani kwa wazazi wake akiwa na kitu kizito mkononi, moyo wake ulitetemeka. Aliwasikia wakiwa wanazungumza, mama yake akisema, ewe Mungu, umlinde mwanangu, amekuwa tofauti siku hizi, moyo wangu una hofu. Baba yake akamjibu, tutazidi kumwombea. Daudi ni damu yetu, hatutamwachia shetani amchukue. Maneno hayo yalimgusa moyoni. Alihisi machozi yakimtoka. Akashusha kile alichokuwa nacho mkononi, akakimbilia chumbani mwake akilia. Kesho yake alikwenda kumweleza Zainabu kuwa hawezi kufanya jambo hilo. Lakini ghafla sura ya Zainabu ikabadilika. Macho yake yakawa mekundu, sauti yake ikawa nzito na ya kutisha. Daudi, umechelewa. Tayari ni wangu. Uliponiahidi, ulifunga kiapo. Ukijaribu kugeuka, nitakupoteza pamoja na familia yako. Daudi alitetemeka. Akamjua kwa mara ya kwanza kwamba huyu si mwanamke wa kawaida, bali ni mshirikina mwenye nguvu za giza. Tangu siku hiyo, Daudi alianza kuteswa na ndoto mbaya. Usiku alikuwa anaona wazazi wake wakilia, anaona kivuli cha Zainabu kikimvuta kwenye shimo jeusi. Kila alipojaribu kupinga, nguvu yake ilipungua, lakini upendo wa familia yake ukawa ngao. Mama yake hakuwahi kuacha kumwombea. Baba yake alizidi kumsihi, mwanangu, kumbuka ulipotoka. Mapenzi ya kweli hayakuhitaji damu. Mapenzi ya kweli ni ya amani, sio giza. Mara ya mwisho alipojaribu kumfuata Zainabu kwenye moja ya ibada, alihisi sauti ikimnong'oneza ndani yake, rudi, wewe sio wake, hii sio njia yako. Mwili wake ukatetemeka, miguu ikakataa kusonga. Alijikuta akikimbia kurudi nyumbani. Alipofika, alianguka miguuni mwa wazazi wake akilia, samahanini, nilikuwa karibu kuwapoteza kwa upofu wangu. Wazazi wake walimkumbatia, machozi yakitiririka usoni mwao, wakimwambia, mwanangu, mapenzi yetu kwako ni makubwa zaidi ya kosa lolote. Umerejea, na hilo ndilo jambo kubwa. Zainabu hakuwahi kuonekana tena kijijini. Wengine walisema alitoweka usiku ule ule, wengine wakasema alirudi kwa wachawi wenzake. Lakini kwa Daudi, alikuwa funzo la maisha. Alijua kwamba si kila kitu kinachong'aa ni cha thamani. Urembo unaweza kuficha giza, na mapenzi yasiyo na msingi wa kweli ni mtego wa shetani. Miaka ilipita, Daudi akawa kijana mwenye hekima, akijitolea kusaidia vijana wengine wasianguke kwenye mitego ya mapenzi ya kificho. Alibaki na kumbukumbu chungu, lakini pia na shukrani kubwa kwa Mungu na wazazi wake waliomsaidia kupona kutokana na upofu wa mapenzi ya giza. Miaka ilipita. Daudi sasa alikuwa mtu mzima, ameoa mke mwema aitwaye Neema, mwenye heshima na upendo. Walikuwa na watoto wawili, wa kiume na wa kike. Alikuwa akifanya biashara ndogo mjini, akiuza nafaka na mazao ya shambani. Maisha yake yalionekana kuwa tulivu na yenye baraka. Wazazi wake walikuwa bado hai, wakifurahia kuona mwana wao akipaa kwenye maisha ya heshima. Lakini ingawa alionekana ametulia, ndani ya moyo wake Daudi bado alibeba kumbukumbu nzito za siku za nyuma. Kila mara alipowaona vijana wakikimbilia mapenzi ya haraka haraka, alijikuta akiwashauri kwa upole, mapenzi si kila kitu mnachoona. Kuna mapenzi ambayo ni mtego, jihadharini. Vijana walicheka, wakidhani anazungumza tu kwa wivu. Hawakujua kwamba alikuwa na historia ya kuogofya moyoni. Siku moja, Daudi alienda mjini kuuza nafaka zake. Mtaa ulikuwa umejaa watu, kelele za wachuuzi, harufu ya vyakula na magari yakipita kwa kasi. Alipokuwa anapita karibu na duka moja la nguo, alihisi kitu cha ajabu. Alisikia sauti ya kike ikimuita kwa upole, Daudi. Akageuka ghafla, moyo ukipiga kwa kasi. Aliona mwanamke akisimama pale, amevalia mavazi ya kifahari, macho yake yakimwangalia kwa tabasamu la kustaajabisha. Daudi alihisi miguu yake ikitetemeka. Uso ule, macho yale, ingawa miaka mingi ilikuwa imepita, hakusita kumtambua. Ilikuwa ni Zainabu. Alibaki ameduaa, akashindwa kusema neno. Zainabu alisogea karibu, akasema kwa sauti ya utulivu, Daudi, bado unanijua, sivyo? Daudi akajibu kwa sauti ya kukatika katika, wewe, huwezi kuwa. Nilidhani ulipotea kabisa. Zainabu akacheka kwa sauti ndogo, sikupotea, nilihitaji muda, nilihitaji nguvu zaidi, lakini sasa nimepanda juu zaidi ya ulivyodhani, na bado nakutaka wewe. Maneno hayo yalipenya kama kisu moyoni mwa Daudi. Alimwangalia vizuri, ingawa hakupoteza urembo, kulikuwa na kitu cha ajabu machoni mwake, macho yaliyokuwa yakionekana na mwanga wa giza usio wa kawaida. Daudi akasema kwa sauti ya uthabiti, Zainabu, maisha yangu yamebadilika, mimi si yule kijana wa zamani.
Nimeoa, nina familia na nilishaelewa hila zako. Huna tena nafasi moyoni mwangu. Zainabu akatabasamu kwa upole, akasogea karibu zaidi kiasi cha kumfanya ajisikie baridi kali mwilini. Daudi, usidanganye nafsi yako. Niliweka alama ndani ya roho yako. Alama hiyo haiwezi kufutika. Wakati wowote ninapotaka, naweza kurudi. Ndio maana umeendelea kunikumbuka. Unajua na kusemea ukweli. Daudi akapiga hatua nyuma, akashusha pumzi ndefu. Ni kweli nilikumbuka, lakini sio kwa sababu ya mapenzi. Nilikuwa nakumbuka ili nijifunze. Ulinifundisha kuwa giza linaweza kujificha chini ya tabasamu. Nilijifunza kuwa upendo wa kweli hauhitaji damu wala kafara. Kwa hivyo, nakushukuru kwa funzo, lakini nakukataa milele. Kwa mara ya kwanza, tabasamu la Zainabu likatoweka. Uso wake ukabadilika, macho yakawa mekundu na sauti yake ikawa nzito. Watu waliokuwa karibu hawakuona chochote cha ajabu, lakini Daudi aliona. Alisikia sauti ikisema, ukithubutu kunikataa tena, nitakufuata wewe na familia yako. Daudi akajua hawezi kukimbia kivuli chake tena. Usiku huo, aliporudi nyumbani, alimweleza mkewe Neema kila kitu. Neema alimtazama kwa macho ya mshangao, lakini akasema, mume wangu, sitakukimbia. Tutapigana pamoja. Ikiwa ni nguvu za giza, basi tutaomba kwa nuru. Mimi nipo upande wako. Wazazi wake walipoelezwa walimkumbatia tena. Baba yake akasema, Daudi, huu ni mtihani mwingine. Shetani akishindwa mara ya kwanza, hurudi mara ya pili akiwa na nguvu zaidi. Lakini kumbuka, nguvu ya maombi na upendo wa kweli haishindwi. Mama yake akawa anaomba usiku kucha, akimlilia Mungu amlinde Daudi na familia yake. Wiki zikapita, na kweli mambo ya ajabu yakaanza kuonekana. Mtoto wake mdogo alianza kulia usiku akisema anaona mwanamke akimwangalia dirishani. Mifugo yao ikaanza kufa ghafla bila ugonjwa wowote. Daudi mwenyewe alianza kupata ndoto mbaya. Ndoto za Zainabu akimwita kwa maneno yale yale ya zamani, njoo kwangu au nitawachukua. Lakini tofauti na zamani, safari hii Daudi hakuwa peke yake. Kila mara alipoota ndoto hizo, mkewe aliamka, wakashikana mikono, wakaomba pamoja. Aliwaambia watoto wake wasiogope, wakaimba nyimbo za kumtukuza Mungu. Taratibu, nguvu za Zainabu zikaanza kudhoofika. Siku moja, Daudi alipokuwa dukani, alimuona tena Zainabu mbali kidogo. Alikuwa akimwangalia kwa macho ya hasira, lakini kwa mara ya kwanza, hakuhisi woga. Alimwangalia moja kwa moja, akasema kimoyomoyo, sina hofu yako tena, mimi ni mtu huru. Familia yangu ni ngome yangu. Mungu wangu ni nguvu yangu. Zainabu akapiga kelele ndogo isiyosikika na wengi, kisha akatoweka machoni pake. Baada ya tukio hilo, Daudi hakuwahi tena kumwona, lakini kila mara alipowaona vijana wakivutwa na mapenzi ya haraka, alisimulia kisa chake. Vijana walimcheka wengine, lakini wapo waliomsikiliza na kujifunza. Aliendelea kuishi maisha yenye heshima, akijua kwamba kivuli cha Zainabu kilikuwa somo lisilofutika. Somo kwamba mapenzi yasiyo safi yanaweza kukuchoma hadi ufe, lakini upendo wa kweli na imani vinaweza kukuokoa. Na alipozeeka, Daudi alikaa akiwatazama wajukuu wake wakicheza, akitabasamu kwa amani. Alijua kwamba vita yake ilikuwa ya kipekee na kwamba alishinda.